So hello guys, welcome and welcome back here in my channel. As usual, my Safi. So as you guys can see, I'm actually in school. I'm actually in school training. So you guys wanna know what I'm training for, right? So actually, as you can see, I'm actually outside. I just done with my assignment and I was like, let me just talk to you guys. Watu wangu wa Gulf. Acha tuingie kwa Kiswahili. Kizungu is actually not my mouth. Kizungu ilinikataa ama namna gani? So watu wangu, niko hapa shule. Shule yetu inaitwa Shala Training Center. Iko located huko Kiambu guys, and believe me, the place is a vibe. The place is a vibe. Okay, sometimes wanasemanga eti sio lazima ukienda kwa training lazima tupate chakula eti I don't know 5 star ama the one that you always eat in school. Kumbuka hizi training tunalipiwa. Unaona, tunalipiwa na agent. Unaona, na kama mtu mwenyewe anajilipia, maybe mwenyewe unajilipia, hutakuwa unataka eti ukule rono, ukule manyama, ukule any type of the food. Tunasemanga no matter what they serve you just have to eat, you understand? Na tunasemanga inategemea na training. As for me, ni training yangu ya kwanza. Okay, ndio nimekuwa Gulf but sijawahi enda training, but ni mara yangu ya kwanza kukua kwa training, unaona. Alafu my experience here actually is just a vibe. Nilikuja hapa mapema before the due date and tulikuwa hapa for 4 days before Monday ndio watu waanze kuingia. By Monday watu walikuja wakaingia wengi and namba ikakuwa tu juu. I remember mwenye hapa manager alikuwa anasema watafika. Sasa mtu alikuwa anasemanga watafika lini, unaona. So let's take this place like a healing place, like a place where you just wanna, just start a new life. I don't know why, understand. Sasa zingine tunasemanga watu wote sio the same. Watu wote sio kama mimi sio wewe, sijui chenye wewe unafikiria, sijui chenye wewe unataka, sijui what life yenye wewe umezoea, unaona. For me, the moment nilikuja tu hapa, nilipenda tu, unaona. Nikashikanisha radha, na sikosangi jikoni. And most of the time, I just find myself nafanya tu kazi, unaona. Nafanya tu kazi, hata sio lazima eti nipewe ndo nifanye, because tumekuja hapa kusoma. Na mimi mwenyewe nimekuwa Gulf. Okay, hata kama nilikuwa Lebanon nimekuwa Gulf, and hizi vitu zote tumeanza kusomwa, sijawahi funzwa tangu nianze kufanya kazi ya nyumba, even before hata kama tambo nikifanya house girl hapa Nairobi ama vile nilikuwa Lebanon, vile nafunzwa hivi. I wish mtu angekuwa mahali fulani ananifunza, ananiambia Mili, kama unataka kuwa house girl una suppose kufanya hivi ndio wenye wanaosha mtoto ama hivi ndio mtu anaoshanga nyumba. Sikuwa najua. Mimi nilikuwa tunafanya kwa sababu I just love working, unaona. But as the time going by, so the time inasonga, vile tunafunzwa na understand vitu zenye sikuwa najua, unaona. As for me, sipendangi kukaa tu hivyo. Mimi hata kama hujanipea kazi, unless mimi ni mgonjwa ama maybe nimeshika simu nasema basi ni time yangu ya simu, sitaki kufanya kitu, unaona. So mtu ukienda training, enda tu some, unaona. Usiangalie jitu ni chakula. As for me hapa, chakula imagine ni tamu. Because the chef mwenyewe mwanzo, sijaona chef kama huyu. Nikikumbuka shule chef wetu mwenye alikuwa ni mchafu, like he doesn't care, but this one he's so clean. Hata uwezi chukua bucket ya choo unaingia nayo pale jikoni. Anakuambia, "Oya, Mili ama nani? Hiyo aingia hapa." Because the guy anaosha mkono. Tangu nikuja hapa sijawahi hata endesha. Paka nashindwanga, unaona. Ndio tunasema mimi sikulangi kidheri, mimi sikulangi cabbage. Angalia vile imepikwa baby girl, unaona. Watu waliumbwa different. Ulikuja hapa kusoma na umelipiwa, for God's sake for God's sake umelipiwa. Sasa ukilipiwa unafanya nini? Unanyenyekea. Ukikuwa shule, penda mwalimu, penda matron, because wewe ni mtu mkubwa, umejaa akili, stress ya mtoto, bwana, mpango wa kando, umeachana, una pesa, school fees, I don't know, vitu mingi zimekuingia kwa kichwa. Sasa the moment unakuja hapa shule, unaanza kuwa na kiburi. Usikuwa na kiburi, just nyenyekea, unaona. At first tulikuwa little bit kichwa ngumu, atusikii, tunashindwa hawa wanatuambia ni. At the moment siku zimepass, tunaanza kurealize like hao walimu wanasema ukweli, and the only thing we have to do is just kunyenyekea, because hao ndio wanatusimamia. Hatuwezi jisimamia wenyewe. For example, saa hii tunaanza kujisimamia wenyewe. Hatutaosha nyumba, hatutaosha hizo madomo vizuri. Tutakuwa tunafanya tu vitu arrogantly tukijua tu tuko wengi, fulani atafanya. So ukipangwa kazi, wewe fanya tu hiyo kazi. Unaona, ukiona umepangwa kazi na umemaliza unataka kusaidia, wewe saidia. As usual mimi nasaidianga. Sasa useme eti nasaidianga, nasemanga tu because I just love working. Naonanga sitakangi siku ipite bila kufanya kazi, unaona. And mimi mwenyewe personally nitasema hii place imeniheal, because nimepitia mengi tangu nitoka Gulf, nimepitia mengi. And sitasema eti nimepitia
inanishusha moyo. Upon every calamity una pass, it gives you courage, it gives you strength kuendelea more and more. One day nitawaambia story. Sasa zingine nasemanga haina haja nikuja hapa online nianze kulia, ama nikuja hapa online nianze kusema eti ilikuwa hivi na hivi. When times is right, nikisema Melissa, this is the time for me to start talking about my life since A to Z, nitasema. Basi zingine unasema tu mbona niseme, hakuna mwenye atanisaidia, unaona, unless maybe nataka kuweka hapo life yangu because of viewers. Na sasa just do things just because of viewers. No, mimi pia ninakuanga mtu wa mdomo, lakini kuna vitu zingine na nyamazianga, unaona. So yeah, apart from that, hii group tuko nayo hapa shule wamenyenyekea, ni wazuri, we are working together, kila mtu akona dreams zake, like kila mtu unamuona tu ako tu energetic, kila mtu unamuona sio lazy, yani kila mtu ako tu, yani mtu anataka kula, anapambana, unaona. And most of them hawajaenda kuwa Gulf, wanasikizanga tu. Wengine marafiki zao ndo wako huko, ndo wameconnect. Kuna wengine hata kuna mtu mwenye alimconnect, si hata ni rafiki, alipatana na mtu anaongea majirani, akaenda kajiandikisha. So ukikuwa huko shule, wewe soma tu. Sijui hizo shule zingine zinakaanga aje, but mimi hapa the moment nilistepping it up, I remember I was with the girl called Rahab. Simama, tuliingia tu kwa gate tu, tukafika tu pale, nikaambia wow, this place is a vibe. Paka nikaambia Rahab, hii place ngane. Paka nikaambia Rahab, are you ready? Paka Rahab akaniambia ready ya nini? Nikamwambia because ready to, you know, to learn and, you know, just be good girl. So yeah, so ukienda tu shule, wewe soma tu. As for me, I'm just enjoying this place because, and me, every moment I make sure nimeenjoy. I don't know why. As for me, hata unipeleke wapi, the moment I have that chance of being somewhere, I'm doing something new, I'm meeting new people, I make sure nimeacha jina mzuri, unaona. Nime make sure turn that thing to my benefit, to my happiness, like to my joy, unaona, kitu kama hiyo. So mimi sio mtu mwenye nitasema sasa nimekuja hapa, mbona nakula cabbage kila siku, mbona nakunywa uji kila siku. No, hiyo chakula inakuanga ni tamu, ni safi. Mpaka mimi siku hizi nalamba sufuria So mimi nitasema tu hii place ni mzuri, unaona. Okay, this place is just nice for me it's just nice. Hata watu wengine wanaongelea, unaona, kitanda ni smart, I don't know, unalala smart, atakupea blanketi 2 ulale, unaona. Alafu ukiona tunapewa hizi duties, inamaanisha tunaonyeshwa kazi, unaonyesha how kufanya hizi makazi, si eti wanakuonea, wanakuonyesha. Sisi wenye tumekuwa kwa Arabu, hata mtu akinipea sahi kazi naonanga just nothing. Imagine, naonanga just nothing because naonanga nikifika kule kuna kazi mingi. Sasa wanakuprepare wewe mwenyewe, ndio ukifika huko uko mambo sawa, una understand. So guys, that's actually is it. And yeah, in case I see something new, nitawaambia tu, unaona. So Shala is just the place, it's just the vibe. Ni baridi tu, but wanasemanga keep warm, you know. The only thing you have to do when it's cold, just keep in warm. So yeah, sijui wewe comment hapo niambie ni shule gani ulienda. Ni shule gani wewe ulienda ukienda kufanyia training? What did you see there? Mimi hata sijamaliza, nimeshamaliza sasa wiki na siku 4, and believe me babes, is a top notch, like is a top notch, unaona. So yeah guys, mimi wa macadamas na wajaribu kuwatengenezea makadama wakuja wajoin. Mimi pia nikifikiriamo, why not? Sasa mimi nakuja tufanye kazi pamoja, ama namna gani? So guys,